Naomba nimpunguzie mkono kwa neema ya Bwana wewe sema hallelujah. Amen. We give God all the glory and we magnify his holy name. Tonight I want to share a message on the just shall live by faith. The just shall live by faith. Wapenda nikifunza huu ujumbe about the just shall live by faith, lazima tujiulize, if the just shall live by faith, what about unjust? Praise God. So, you can, in this world wapendwa, in this life, you can either live by faith or by sight. Praise God. Amen. Na ni akina nani wanaishi by sight na kina nani wanaishi by faith? Which one is more important? Which one is essential? Are we to live by sight or faith? The Bible says, when I teach about the just shall live by faith, ni vizuri tuweze kuelewa ya kwamba as much as faith is concerned, there is a need for us to stress the term just. Praise God. Amen. Yeah. Ya kwamba just, najua sisi tuwanga tunaimba ya kwamba faith without action is dead. Lakini wacha nikuambia kwamba yeah, that is true, but ni vizuri tujue ya kwamba faith is accompanied by just. Praise God. Amen. Faith is accompanied by just. For example, tunajua just is righteousness. Praise God. Mwenye haki. Kuna maandiko ambayo inasema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba nani ndiye aliweza kuzungumza, Yakobo James aliweza kusema ya kwamba the prayer of a righteous man availeth much, ama is effective. The prayer of a righteous man, that is just. So tunaenda ya kwamba just na faith zinaenda pamoja, zinaandamana. Na ndipo nikisema ya kwamba the just shall live by faith, namba ya kwamba Mungu atuwezeshe na sote tutamani ya kwamba we are going to live by faith, not by sight. The differences between living by faith and living by sight is that when you live by sight, unaishi tu kulingana na kile ambacho unaona na macho yako. You are not going to make any progress because you are not going to go beyond your limit. Ya kwamba wewe ni yule ambao you are living not by sight by faith, na sasa kila mpango ambao unapanga, hata iwe ni ya kujenga nyumba, kwa sababu najua labda unapata mshahara 10,000. Yule ambaye anapata mshahara 10,000, utapangia aje ya 10,000? Unataka ulipe rent, shopping iko hapo, school fees iko hapo, mavazi iko hapo, wazazi wako hapo. Sasa hii 10,000, 10,000 mshahara, salary, utapangia aje ndipo uweze kulipa mtoto wako ambaye anasoma private ya secondary, na unamlipia school fee ni 40,000 ama pengine 60,000, na wewe pia unahitaji ulipe rent ya 4,000 ama 2,500. Chakula ndio hiyo, mavazi na vitu zingine. So utaipangia aje? Na wapendwa, ukiwa unaishi by sight, uwezi kuupangia zaidi ya mshahara ama ambao unapata, ama zaidi ya uwezo wako. Utakuwa ukiipangia, unaipangia tu kijua mimi huwa napata mshahara 10,000, na chochote ambacho unaipangia sawa ama kulingana na mshahara ama uweza wako. Lakini kama unaenda kuishi by faith, wacha nikuambie, kila ambacho utaipangia na maisha yako, utaenda beyond your limit, because you know that my God is well able to meet all my need according to the riches of his glory. You know that our God is unlimited. Na ndiposa wapendwa, hakuna kitu kizuri kwa hii dunia kama umeanza kuamini chochote hadi imani yako inakufanyia kazi. Yani you start believing
until your faith is working for you. Your work is to believe. Baada ya kuamini, imani yako ndio inakufanyia kazi. Ni furaha gani? Na yule ambaye ataweza kuamini na imani yake imfanyia kazi, huyo ni mtu ambaye is living by faith. Na mtu kama huyo lazima awe the just. Si mtu yeyote ataweza kuwa na faith na hiyo faith ifanyie kazi. Maandiko isemi ya kwamba, remember, the Bible does not say that those who have faith will live by faith. Maandiko isemi hivyo. Kuna mahali maandiko imezungumza those who have faith will live by faith. No, maandiko nasema the just, mwenye haki, yeye ndiye ataishi by faith. Not those who have faith. Unaweza kuwa na faith lakini you are not just. Ukiwa na faith, ukiwa unaamini na wewe si just, wewe si mwenye haki, wapendwa, imani yako haitakusaidia. Wacha Mungu atuwezeshe ya kwamba tutakuwa the just, tutakuwa wenye haki, ili imani yetu ikatufanyie kazi, ikatusaidie. Nitaenda haraka because of time. This word, the just shall live by faith, iliweza kutabiriwa na nabii Habakkuk. It was foretold by prophet Habakkuk, na ilimkujia kama vision, na aliweza kuona vision na akasema kwamba the just shall live. Ukisoma Habakkuk chapter 10 verse 38 part B, maandiko yanasema the Bible says, Habakkuk chapter 2 verse 4, Habakkuk chapter 2 verse 4. Maandiko yanasema kwamba, see, he is puffed up, his desires are not upright. Part B, but the righteous will live by his faith. Hiyo ni maneno ya Habakkuk. Mungu alimzungumzia, Mungu alinena kupitia nabii Habakkuk. Alisema kwamba yule ambayo si righteous, si just, yeye ataanguka, yeye atafail kwa mambo yake. Lakini akasema kwamba but the righteous, the just, they will live by his faith. They shall live by faith. Na ndipo tumejua hata Paulo alizungumzia sana. Na Paulo akasema, for example tu ukisoma 2 Corinthians chapter 5 verse 7, Paulo alisema kwamba we live by faith, not by sight. Praise God. Amen. We live by faith, not by sight. Unajua ukiishi by sight hautafanikiwa kwa mambo mengi. Lakini ukiishi kwa faith utafanikiwa, utafaulu. Kwa sababu wewe kazi yako ni kuamini na imani yako inakufanyia kazi. Imani yako inaondoa milima. Imani yako inafanya impossibilities inakuwa possibilities in your life. Your faith is working for you. Kwa sababu umeamini, wapendwa, as much as faith is much concerned. Kwa sababu tunaambiwa ya kwamba katika kitabu cha Hebrew chapter 11 verse 6 ya kwamba maandiko nasema ya kwamba tunajua maandiko nasema without faith we cannot please God. Bila imani hatuwezi tukapendeza Mungu. Why? Because those who come to God lazima waelewe mambo mawili. Number 1, ya kwamba God exists, na ya pili ya kwamba he rewards them that seek him diligently, honestly. Wale ambao wanamtafuta kwa bidii, wanamtafuta, wanampata, ana reward. Ya kwamba he exists. Kuna wengine ambao hadi sasa hawajajua kama Mungu ana exist, lakini Mungu anasema ukienda kwake lazima ujue na uelewe na uamini ya kwamba he exists and that he rewards them that seek him diligently. Wapendwa, faith ni muhimu sana. Imani, wakati ule unaanza kuamini na imani yako inakufanyia kazi. Naomba tu technicians, watu wa media, kama unaweza nisomea, kama unaweza leta Habakkuk, kama unaweza leta praise God. Amen. Kama unaweza leta Hebrew chapter 10:38 kwa Kiswahili, ama unaweza soma tu mahali huko kwa sauti. In the name of Jesus, iwe baraka. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita
roho yangu haina furaha naye. Praise God. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Na akisita, roho yangu haina furaha naye. Wapendwa, akisita. Unajua sisi mara ngapi tunasita? Mara ngapi tunaamini na tunaacha kuamini? Inawezekana, haiwezekani. Tunasita. Maana mtu kama huyo hawezi akapata chochote kutoka kwa Bwana kwa sababu unasita. Jacob alituambia, James alituambia kitambo ya kwamba mtu kama huyo usitarajie kupata kitu kizuri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yule ambaye anasita, ana doubt, anarudi nyuma. Wapendwa, the just shall live by faith. Kila ambacho naweza fanya, wapendwa, tusiishi naenda haraka. Kila ambacho naweza fanya, unajua sisi wanadamu, sisi uanga tunaangalia kwamba hii kitu mwanadamu anaweza, hata Mungu anaweza. Hii kitu imeshinda mwanadamu, hata Mungu hawezi. Praise God. Mara nyingi tumeenda na hiyo situation. Hii kitu mwanadamu anaweza, hata Mungu anaweza. Hii kitu ni ngumu kwa mwanadamu, hata Mungu hawezi, na tuna give up. Tuna lose hope. Kwa sababu umetushinda, tunadhani hata Mungu atashindwa. Wapendwa, Yesu alikuwa anazungumza na akasema ya kwamba Jesus replied, Luke chapter 18, asante mbarikiwe. Luke chapter 18 verse 27. Yesu alisema ya kwamba what is impossible with men is possible with God. Na unajua mara nyingi sisi tunaona hii kitu imeshinda wanadamu, hata Mungu hawezi. Hii kitu mwanadamu anaweza, hata Mungu anaweza. Lakini tumejua ya kwamba our God is unlimited. There is no limit in him. Yeye anaweza mambo yote. Na kwa hivyo, when we talk about the just shall live by faith, kuna mambo ambayo itaonekana ngumu kwa maisha yetu. Lakini hata ikionekana ngumu kwa maisha yetu, kwa maisha ya wanadamu, tujue ya kwamba hii kitu si ngumu kwa Mungu. Milima ikiwa mbele yetu, tujue ya kwamba Mungu by faith, hiyo milima inaweza ondoka. Ni mlima gani iko mbele yako jioni ya leo? Ni mlima wa magonjwa? Ni milima ya madeni? Ni milima ya umaskini? Ni mlima gani ambao umeweza kujadiliana na marafiki zako na ikashindikana, solution ikakosekana? Wapendwa, hiyo milima ambayo iko mbele zako, na kuambia jioni ya leo ya kwamba pengine binadamu hataweza kuondoa hiyo milima, kwa sababu haiwezekani, labda haiwezekani kwa mwanadamu. Maana Yesu alisema ya kwamba what is impossible with men is possible with God. Nimekuja kukuambia ya kwamba hiyo milima ambayo iko mbele yako, iwe ni milima ya madeni, ya magonjwa, umaskini, ama milima yeyote imeshindikana kwa wanadamu, umeelezea watu ikashindikana, kuna mmoja ambaye anaweza kila kitu, ayashindwi. Is God of all flesh. There's nothing that is too hard for him. Ukija kwake atakuondolea mlima. Kazi yako wapendwa ni kuamini. Wewe kuwa mwenye haki. Ukisha kuwa mwenye haki, anza kuamini. For the just shall live by faith. Chukua hatua ya imani. Wewe songa mbele. Anza mwendo. Twende in the name of Jesus. Kitu gani ambacho unasema iwezekani? Oh my God. Kila ambacho unahitaji umeshaamini. Chukua step ya imani. Chukua step. Chukua hatua ya imani. Songa mbele. Sema Mungu ataingilia kwa hii hali. Mark chapter 16 verse 11. Tukue kama Mary, kama kina Mary Magdalene. Mark chapter 16 verse 11. Maandiko nasema, when the Sabbath was over, Mary, the mother of James, and Salome brought spices so that they might go to anoint Jesus' body. Sasa hapo tumeona wamechukua tu ya imani. Very early on the first, wanafanya preparation. Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb. Sasa wamechukua tu ya imani, and they asked each other, wanauliza, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? Nani atatuondolea ili jiwe ambaye iko mbele yako, na unajiuliza nani atakuondolea hiyo jiwe? Na nataka kukuambia, as long as bora tuchukue tu ya imani na uamini na uanze, wapendwa, hiyo mawe haitashindikana.
kwa sababu kuna mmoja ambaye amekutangulia, ako mbele, atakuondolea mawe. Yesu atakuondolea mawe, atatuma malaika, atakuondolea mawe. Maandiko yanasema kwamba verse 4, but when they looked up, they saw that the stone which was very large has been rolled away. Kumbuka hao they are ladies. Hawangeweza kuondoa mawe, it was a large stone. Lakini walikuwa wamechukua hatua ya kuenda kuanoint Jesus, lakini hawajui ni nani ataweza kuondolea jiwe. Lakini bora tu wachukua tu ya imani, kuna mmoja anaweza kuondolea mawe. As they entered the tomb, praise God. Amen. Mbona 24? Wapendwa, wacha nikuambie, kuna malaika atakuondolea mawe. Zile malaika iliweza kuwatangulia. Ni kitu gani iko mbele zako? Wewe chukua hatua ya imani katika jina la Yesu Kristo. Oh my God, itawezekana. Kwa sababu yasiwezekana kwa wanadamu, kwa Mungu inawezekana. Maandiko yanasema kwamba katika jina kuu la Yesu Kristo, ilikuwa na njaa. Kuna siku ilikuwa njaa Samaria, njaa kali sana. Ilikuwa na njaa kwa city ya Samaria, njaa ambayo haikuwahi onekana. Na hiyo njaa, donkey, punde, kichwa ya punda ilikuwa inauzwa pesa nyingi sana, na hata vitu ambayo haieleweki na inakulwa. Na hiyo siku kama ungeona mtoto mdogo ungempika na ukule. Praise God. Ungeboil na ukule. Maandiko nitasoma haraka because naona time hakuna. Sometime later, Ben-Hadad, king of Aram, mobilized his entire army and marched up and laid siege to Samaria. There was a great famine in the city. The siege lasted so long that a donkey's head sold for 80 shekels of silver and a quarter of a cab of seed poured for 5 shekels. As the king of the Israel was passing by on the wall of a woman cried to him, "Help me, my lord, the king." Nisaidie. Nani atakusaidia kama si Mungu? Kuna mahali mwanadamu anaweza kosa kukusaidia, lakini msaada iko tu kwa Mungu. King aliweza kusema ya kwamba mimi nisipokusaidia, kama Mungu asipokusaidia, nani ataweza kukusaidia? Je, mimi nitakusaidia kupitia nafaka, kupitia divai? King aliweza kusema. Then he asked her, "What is the matter?" She answered, "This woman said to me, 'Give up your son so that we may eat him today, and tomorrow we'll eat my son.' So we cooked my son and ate him. The next day I said to her, 'Give up your son so we may eat him.' But she had hidden him." Praise God. Ilikuwa njaa kubwa sana ambao waliweza kukula watoto, na uchumi ya nchi iliharibika sana. Lakini maandiko nasema kwamba kulingana na according to the word of Elisha, maandiko nasema, Elisha said, "Hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time tomorrow, a seah of flour will sell for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria." Then the officer on whose arm the king was leaning said to the man of God, "Look, even if the Lord should open the floodgate of heavens, could this happen? You will see it with your eyes," answered Elisha, "but you will not eat it. But you will not eat any of it." Now there were four men with leprosy. Hao ni vijana pia wanne wako na leprosy. Walichukua hatua ya imani katika jina la Yesu Kristo. Praise God. Waliweza kuchukua hatua ya imani. Maandiko nasema kwamba now there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate. They said to each other, "Why stay here until we die? If we say we'll go into the city, the famine is there and we will die. And if we stay here, we will die. So let us go over to the camp of the Arameans and surrender. If they spare us, we will live. If they kill us, then we will die." At dusk, they got up and went into the camp of the Arameans. When they reached the edge of the camp, not a man was there, for the Lord had caused the Arameans to hear the sound of the chariots and horses and a great army, so that they said to one another, "Look, the king of Israel has hired the Hittite and Egyptian king to attack us." So they got up and fled into the dusk and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. Then the men who had leprosy reached the edge of the camp and entered of the entrance of the tent. They ate and drank and carried away silver. Unaona wanakunywa gold and clothes, and went off and hid them. They returned and entered another tent and took some things from it and hid them also.
Then they said to each other, we are not doing right. This is a day of good news. Because of time. So they were not called out to the city gatekeeper. Pray God. Wacha niweze kusummarize because ni sasa tunaona au ni wako leprosy wanasema njaa inatuua, tufanye nini? Tukibaki hapa tutakufa, tukienda huko bado tutauawa. Sasa wacha tuchukua hatua ya kuenda, at least wanaweza kuturumia na tupate chakula. Waliweza kupata chakula wapendwa, because the just they shall live by faith. Katika jina la Yesu Kristo nikimalizia ninasema kwamba oh my God, maandiko nasema katika Isaiah chapter 58 verse 11, the Lord will guide you always. He will satisfy your need in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Simama kwa Mungu.